Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba kilichotokea katika muziki wa Bongo tumeona una heshima kubwa sana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa kuna kizazi ambacho kwa namna moja ama nyingine watu huwa hawakipi heshima inayostahili. Kuna wasanii ambao wanafanya vizuri na wanaimba vizuri sana, lakini kwa ukubwa wao wameonekana kuchukuliwa poa na baadhi ya mashabiki na wadau mbalimbali wa muziki, wakionekana ni watu wa kawaida na wala hawana ukubwa ule kama wanaopewa Alikiba pamoja na Diamond Platnumz. Sasa katika vyanzo vyangu vya habari na kupita zangu kwenye mitandao ya kijamii, nikaona nipate hii habari na nikaifuatilia kwa kina zaidi. Jamaa mmoja na jina la Falhan Kihamu Jr. Huyu ni shabiki mkubwa sana wa muziki wa Bongo Flava, ambapo yeye mwenyewe anasema kwamba Mario na Harmonize walitakiwa kuzaliwa generation inayofuatia ya muziki, kuzaliwa generation ya Kiba na Mtandale, yani Diamond, imefanya tusiwape heshima wanayostahili hawa madogo. Unajua anamaanisha kwamba Mario pamoja na Harmonize, yani kwa sasa hivi hawakutakiwa kabisa yani kuwepo katika muziki. Walitakiwa waachie hawa wengine, Alikiba pamoja na Diamond, waendelee kulisongesha gurudumu. Lakini sasa upo katika era ya Diamond pamoja na Alikiba, kwa huko shine ni ngumu sana. Kwa hiyo inabidi sasa ukubaliane kwamba hawa mpaka wachuje, afu then wewe ndio uweze kufanya kutoboa. Sasa hiyo inaonyesha kabisa kwamba kwa yeye anavyoona ushabiki ni kwamba heshima anayopewa Harmonize ni ndogo, Mario heshima anayopewa ni ndogo, kwa sababu wanafanya mziki vizuri sana. Pengine hata kuliko hata Diamond na Alikiba, wana deliver kazi vizuri. Wanatoa masong makali, wanatoa video kali, wanajituma, wanaandika mashairi mazuri yanasikilizwa na mashabiki, wanafuatiliwa vizuri, challenges zinafanyika TikTok, watu wanafanya challenges za kutosha, lakini pia rekodi zinawekwa. Mfano Harmonize, nimetoka kuzungumzia habari ya Harmonize kushika namba 1 Shazam, kashika namba 1 Kenya, kafanya vizuri katika mtandao wa Apple Music. Uganda kule ameburuza, Tanzania amekimbiza. Tunaona ndo msanii pekee ambaye kiukweli ameweza kufanya vizuri katika ngoma moja. Hapa nazungumzia Mitu. Ngoma hiyo imeweza kufanya maajabu ambayo yeye mwenyewe Harmonize anashindwa kuelewa. Kwa hiyo ngoma hii imeweza kumpa pesa nyingi sana, lakini sasa kwa ukubwa ambao alionao, kwa mfano unajua namba zidanganyi. Ukifuatilia kwenye chat Tanzania unaona Harmonize anashika namba 1 kwa wasanii wanafanya vizuri kwenye YouTube. Kwa hiyo ndio hicho anachokuwa kuzungumzia shabiki, kwamba hapewi heshima kama wanayopewa Diamond pamoja na Alikiba. Unaona maoni gani ya kumshauri au kuweza kuongelea kuhusiana na hili jambo? Dondosha maoni yako, lakini hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.